Mimi nadhani kwanza, mimi napenda watu kwanza wanachama wa Simba wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu, na nadhani mwenyekiti umelisema mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huo, sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement, yani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza au atafanya. Na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wowote ukatoa mwenyekiti wa bodi. Bodi ndio inayosimamia nani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali tulikuwa lazima tutengeneze ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndo mnawataarifu umma, hamjawahi kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana, lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu, hamwaulishi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu, mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani ametoka wapi, na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ningesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye vipi? Lakini pale tunazungumzia hoja, zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu. Kwa nini wakati unajua, ngoja nikwambie, unapokuwa na taasisi huwa haifanyi nini, yaani haikai tu, taasisi inakuwa. Ndio maana hizo katiba zitakwenda kubadilishwa, bodi itakwenda kubadilishwa, itakwenda na improve. Nyinyi wajui tu miaka 2003 kuzungumzia tu kwamba unaweza kuuza hisa za wanachama kwenda kwa mwekezaji, hiyo kitu kwanza ilikuwa ni dhambi. Hiyo kitu ilikuwa ni dhambi 2003. Wakati Mohamed anazungumzia hivyo tulimwambia wewe Mohamed, wewe uuze Simba wewe. Akaacha na akaondoka. Lakini 2017 18 ikafanya nini? Ikawezekana. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba atakuwa ni mwana Simba, atakuwa ni mtu, inaweza kuwa ni taasisi. Kwa mfano uwekezaji wa Ujerumani, shareholders ni taasisi. Unakuta ni kampuni likubwa linaamua kununua share. Inawezekana zile share ambazo tumeamua hizo 49 baadaye zikaingia mpaka kwenye stock exchange, watu wakaanza kununua. Kwa hiyo huko mbele siwezi nikaizungumzia itakuwaje, na wala siwezi kusema itakuwaje. Kama atakuja sio mwekezaji mwana Simba, atakuja sio mwana Simba, atakuja ni kampuni, sio kama ni mtu, siwezi kusema. Siwezi kujua itakuwaje huko mbele, na wala siwezi kusema hii hali itakuwaje. Kwa hiyo sisi tuiache hiyo kwamba 49 ni mwekezaji, wawekezaji 51 wanachama. Vigezo kasema nani? Tutakubaliana, hatutafika. Kuna vitu tuliona tumeshindana, sio vigezo. Vigezo maana yake ni qualification.
Mpanzu bado ana mkataba na Simba, bado ana mkataba na Simba. Mpanzu ana mkataba na Simba. Sasa kusema sio utampoteza utampoteza, bado mkataba na Simba. Basi sasa kama wanasema ataenda, mimi nitawezaje kuwasemea kwamba haendi? Si wanasema wataenda, kwamba si washa mpaka napanga line hapo, si Januari itakuwa hivi itakuwa hivi. Si wacha wapange tu, kwani kuna shida? Wacha wapange tu, lakini nachokwambia kwamba mkataba Mpanzu bado ana mkataba na Simba, na mkataba na bei yake ya kununua sio kama hapa Tanzania kwa timu za kumnunua. Nashukuru kwanza lako. Mimi ningependa labda tutawaomba wenzetu wa Azam TV wa ile process ya mkutano mzima ambao ulikuwa huko live. Baada ya kuwa aliyekuwa ameleta mapendekezo yale kuwasilisha, na katika maelezo yangu ya awali nilisema tulipokea mapendekezo ya serikali, tulipokea mapendekezo ya wanachama, tukaunda kamati ambayo ilitoka katika pande zote, wakafikia na wakayaweka sawa. Aliyokuja kusoma mwenyekiti wa ile kamati akaainisha, nikauliza jamani, baada ya maelezo haya kuna mtu yoyote ana hoja? Hakuna. Kama hakuna na agenda zimekwisha, tunafunga mkutano. Sasa wengine wanatengeneza fani, mwingine anakuambia taa ilizimwa, mimi sikuona. Umeona? Sasa sijui taa wakati inazimwa alikuwa wapi na nini kilichotokea. Baada ya kuwa agenda zimeisha, tukawaita watu wakasoma dua, umeme ukiwa unawaka, hakuna taa iliyozimwa. Wakati tunatoka kwenye ukumbi umeme ulizima na ukarudi hapo hapo. Kwa sababu gani? Tuliwaambia watu wa Diamond Jubilee kwamba hatutaki power interruption, kwa hiyo watumie generator. Kwa kuwa mkutano tumemaliza na tushafunga, kwa hiyo wao wakarudisha kwenye main supply, wakazima generator, wakarudisha umeme wa kawaida. Sasa unataka yani ni mambo tu ya vituko. Ndio hizo TV hizo. Kwanza nikwambie lile ambalo ulisema kuna wengine hawakuridhika sio nani. Sasa ninyi sinatakiwa muwaulize. Wewe bwana, haya yamewasilishwa, tumeuliza kuna hoja, hakuna. Wewe hujaridhika na nini? Ninyi waandishi mbona mfanyi hiyo kazi? Kumuuliza wewe hoja yako ilikuwa ni nini? Mkutano una taratibu zake. Mapendekezo yanayohusu marekebisho ya katiba, uwezi ukaja ukumbini ukaanza kusema mimi hapa nanyosha mkono kifungu cha 3 nataka kirekebisho kiandikwe hivi. No. Kuna utaratibu nao umeainishwa kikatiba. Ukiwa na hoja unawasilisha siku 21 kabla ya mkutano ili iweze kupitiwa, na tunakuja pale tunajadiliana, kifungu hiki kinarekebishwa, sababu za kurekebishwa, unatoa mapendekezo yako, tunajadiliana, ndio tunapitisha. Na hakuna kitu chochote duniani, hata uhai. Kwa mwanadamu hakuna kitu muhimu kama uhai, si ndio? Kuna wengine hawataki, wao hujasikia watu wanajua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kukubalika na wote. Ukiniambia kwamba mkutano ule usimame watu wote, haya tupige kura tuseme wote waseme ndio, haiwezekani. Kuna wengine watakataa. Sukari tamu wengine hawaipendi kwa sababu ya kuumwa nani. Pilipili inawasha lakini wengine wanaipenda. Ndio binadamu alivyo. Kwa hiyo hayo ni maoni tu. Na sisi klabu yetu tunaheshimu uhuru wa maoni. Nimewaambia wale ambao wanahisi kwamba kwenye mkutano ule kulikuwa na jambo wanataka kuliwasilisha, wafuate taratibu. Kwenye mkutano unaofuata tutafuata, tutayapokea maoni yao na tutafanya marekebisho. Sasa hili wa kusema mkutano si ulimalizika, si ulifanya hivi, mimi ndio nilikuwa naendesha mkutano na ndio nilikuwa na agenda pale, na agenda zimegawiwa kwao. Wao waniambia agenda gani hatuweza kuijadili. Kwa hiyo ni aina tu ya watu ambao wanaweza wakawa wanatafuta labda maeleji za kusema waonekane na wao wamesema na nini. Lakini mkutano tumeondoka kwenye hayo mambo ya tradition za mikutano ile ya zamani. Zamani kulikuwa mikutano inaendesha mapinduzi, sio kiongozi anaondolewa mara anafunga. Siku hizi hamna, serikali imezuia hiyo. Na katiba yetu iko very open kwamba
utaratibu wa uendeshaji wa mikutano unakuwaje, na vyombo vya serikali siku ile vilikuwepo na marekebisho ambayo yalikuwa yamekusudiwa kuwasilishwa kwenye mkutano ule yalikamilika. Hakukuwa na shida yoyote. Sasa kama mtu anajisikia kwamba labda alitaka kuongea au hatukupewa uhuru wa kuongea, angalieni footage za ule mkutano. Watu waliokuwa na hoja walikuwa wanapewa mic, wanazungumza, zinajibiwa. Huyu alikuwa na mawasilisho, yamewasilishwa, kila kitu kilienda sawa. Sasa mimi kumridhisha mtu, hilo ni jambo jingine tofauti. Labda mtu pengine ana chuki tu na mimi, ambayo mimi sioni kwamba ni tatizo mtu mimi akinichukia. Sio ni tatizo kabisa. Hata manabii watu wanamchukia Mungu, kuna wengine wanamkataa kwamba hakuna Mungu. Hiyo ni jambo la kawaida tu kutokea katika muendeshaji wa. Lakini sisi timu yetu, klabu yetu tunaendesha katika weledi wa hali ya juu sana. Na ndio maana tunaruhusu uhuru wa maoni. Wanachama wote wa Simba Sports Club walio hai kwa siku hiyo wanakuja kushiriki kwenye mkutano. Kuna vilabu vingine wanachaguana watu wawili, watatu, na wengine wakionekana hiyo wanazuiwa, kadi sio hazipatikani sio nini. Lakini sisi mtu yoyote yule anakuja. Sasa na hilo labda pengine inaweza kawa ni gharama, kwa maana kwamba tunaruhusu watu wote wanakuja. Lakini hii ni klabu ya watu. Mimi sio ya kwangu, wala sio mzee Magoli. Hii ni klabu ya wanachama. Mtu yoyote anao uhuru wa kusema lile ambalo halikinzani na mtu mwingine. Lakini kwa kuwa umelisema, mimi nawashauri wanachama wa Simba. Ukiwa wewe mwanachama wa Simba, mshabiki wa Simba, huna kinga dhidi ya uhalifu. Usiende ukatukana watu huko, au ukaenda ukamkorofisha mtu, au ukamtapeli ukasema mimi nilikuwa natoa maoni yangu. Ukikamatwa na polisi au ukiojiwa na polisi, hiyo ni la kwako. Sisi klabu hatuhusiki nalo. Ukishtakiwa kwa defamation, ukashtakiwa si kwa kutishia. Maana kuna wengine hata mimi wananitishia na nitadili nao. Maana mtu mwingine anakuambia mimi nataka kuvaa bomu si nene. Hiyo ni criminal offense. Hiyo ni criminal offense. Sio mimi naweza kukuchukulia hatua. Hata serikali yenye mamlaka ikipima wanaweza kukukamata. Wanaweza kukukamata kabisa. Alafu sasa ni mambo ya hatari. Ikitokea kwamba mimi nimetoka nyumbani nimepata ajali nimekufa ukakamatwa, wewe utasemaje? Utashtakiwa. Sasa watu hawapimi. Mtu mwingine anasema yule muuni sio yani. Kuna wakata vitunguu Kariakoo sio wana rangi fulani. Zamani kulikuwa na utaratibu wa kwenda kununua pilau kwenye siku hizi mimi sisimamia hata uuzaji wa chakula. Huyo jamaa anayepiga makelele wewe kunilaumu siku zote alikuwa anauza pilau kuja kwenye mikutano. Mimi sisimamia hayo mambo, management ndio inasimamia. Sasa utanitukana bure mimi, utanisema unavyoweza kusema, lakini angalia haki. Angalia haki na zingatia haki. Timu hii kama tulivyosema, sisi tuna mashirikiano mazuri sana ndani ya timu. Tunao watu wanaweza wakawa na oppose mawazo yetu katika utendaji, katika utekelezaji, katika nini. Hiyo tunakubali. Lakini sisi tumekuwa tuna accept constructive criticism. Kwamba wewe ukiwa unatuonyesha kwamba tunataka hili ulijenge, tunakubali. Hata wale ambao wakitoka pale wakiwa wanatoa maoni yao kuhusu mchezo, leo tuliona mchezaji fulani amefanya hivi, mchezaji fulani anafanya hivi, sisi tunapokea. Sasa wengine wanaweza wakachukua hiyo kama ni mfano, watu wanalalamika dunia nzima mchezo wa mpira, hata kama timu imeshinda. Mimi nilikuwepo kwenye mechi ambayo Simba walishinda 3-1 dhidi ya Sports Club Villa kwenye mechi ya East Africa. Kwenye mechi ile wachezaji walikosa goli zaidi ya 6. 3-0. Ilikuwa 3-0 Goli 6 zilikoswa. Lakini baada ya kombe kuchukuliwa na watu kuwa wanashangilia, kuna wengine wakawa wanasema leo ilikuwa tushinde goli 9 leo. Juzi tu hapa tumecheza mechi hii ambayo umesema mwenyekiti. Sisi tulicheza mechi tulipoteza dhidi ya Raja Casablanca uwanja wa Taifa. Tukaenda tukapoteza mechi. Tulianza Horoya tukaja. Tulitoka na Horoya tukaja tukapoteza hapa, alafu tukaenda tena kucheza na Vipers ya Uganda. Lakini Horoya tulifunga goli 7. 6. 7 bwana. Goli 7 tuliofunga. Pale watu wanasema leo tungeweka rekodi zingekuwa goli 10. Timu imeshinda hiyo, lakini bado yeye hajalizika. Ndio binadamu ulivyo. Na kama nafsi yako haitamani zaidi, hiyo ni nafsi ufu. Labda kiwe kitu ambacho kina madhara.
Yaani kwamba mtu akipata kitu chenye madhara kitamani, hiyo itakuwa. Lakini kitu chenye kujenga kikiwa na nafsi ya mwanadamu inavyo, ndio maana unasikia mtu anakuwa na mke mmoja anaongeza mke wa pili, wengine wanakuwa na mke wa pili anataka watatu, wanne, na wengine wanawake 6 bila kufuata utaratibu. Ndio nafsi ya mwanadamu.